Pacome anaweza kutoa hiyo tuzo ya MVP. Ametajwa hapo Jean Charles Ahoua ambaye anaongoza kwa magoli. Labda hata sijui kama kuna mtu amemzidi pia magoli na assist mchango kwa pamoja. Mpaka sasa hivi kwa upande wa Jean Charles Ahoua amefunga magoli 12. Ndio. Hii ndio mchezaji ambaye kinara katika orodha ya wafungaji ambao wamefunga magoli mengi. Lakini ametoa pasi 7 za magoli. Sasa ukichanganya hapo ni magoli 19. Yeye ndo amechangia magoli mengi kushinda mchezaji yeyote katika ligi ile, kufunga na kutoa pasi. Mchango wake ni magoli 19. Hakuna mwingine ambaye amefanya hivyo. Maana yake anafuatia mara baadaye pale ni Prince Dube, ambaye Dube ukiangalia amefunga magoli 11 na ametoa pasi 7 za magoli. Kwa hiyo Dube ana magoli 18, 19. Kwa hiyo yeye mpaka sasa hivi kwa upande wa Jean Charles Ahoua amekuwa bora katika maeneo yote. Contribution yake magoli hayo 19 ndio mpaka sasa hivi amekuwa kinara. Lakini tumezungumzia kwa upande wa Pacome Zouzoua kwamba amechukua tuzo ya nyota wa mchezo mara 6, si ndio? Lakini kwa upande wa Jean Charles Ahoua yeye amechukua mara 4. Toka ligi imeanza katika raundi ya kwanza mpaka sasa hivi raundi 26 tunakwenda, yeye amechukua mara 4 wakati Pacome Zouzoua amechukua mara 6. Ni wakumbushe ambazo amechukua kwa upande wa Jean Charles Ahoua. Ya kwanza alichukua katika mchezo wa Simba na Fountain katika mzunguko wa kwanza. Simba alipata ushindi wa magoli 4 kwa 0. Tunakumbuka mechi ya kwanza Simba ilifungwa na Tabora katika uwanja wa KMC Complex na Simba akashinda magoli 3 pale. Lakini raundi ya pili wakakutana na Fountain wakafunga magoli 4. Alikuwa nyota wa mchezo Jean Charles Ahoua. Alihusika kufunga na kuchangia pasi magoli. Sawa, tarudi hapo. Subiri kwanza tulipe bill. Alafu sasa zilipendwa zile. Kabisa. Zilipendwa. Haya. Mambo ni mazito, ni kukatisha kidogo pale Simba kwa Jean Charles Ahoua. Na niulize tu, nani anaongoza kwa kuchukua tuzo za man of the match? Nyota mchezo zile. Kwa Yanga pale ni Pacome. Ni Pacome ndio hizo 6. Lakini kwa Jean Charles Ahoua amechukua mara 4. Mara 4 na ya kwanza alichukua katika mechi ya Tabora, ya Fountain. Simba alishinda magoli 4 kwa 0. Ndio. Na yeye ndo akawa nyota ya mchezo. Lakini ya pili alichukua katika raundi ya 11, Simba walicheza na KMC. Ni mechi ambayo kwa Jean Charles Ahoua alifunga moja magoli mazuri kabisa kama kukevu hivi tunakumbuka. Na ilikuwa ni tuzo yake ya pili ya nyota wa mchezo. Lakini kati hizo 4 ya 3 alichukua katika mzunguko wa 15 ama raundi ya 15. Ndio. Ilikuwa ni kati ya Simba Kagera Sugar ikiwa nyumbani dhidi ya Simba. Simba alishinda magoli 5 kwa 2. Na ni mechi ambayo kwa upande wa Jean Charles Ahoua mara baada ya mechi kumalizika ndo akawa nyota wa mchezo, kwa tuzo yake ya 3 katika msimu wote huu ambao bado unaendelea. Lakini ya 4 alichukua raundi 20 katika mechi ya Namungo na Simba. Wengi tunakumbuka alifunga penalti 2 zile, na moja alikosa Lionel Ateba, na Simba alibuka na ushindi katika ule mchezo katika uwanja wa Majaliwa pale Ruangwa wa Lindi. Na Jean Charles Ahoua akawa ndio nyota wa mchezo. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua amechukua mara 4 hizo tuzo. Lakini yeye mwenyewe binafsi ukiangalia amefunga magoli 12, ametoa pasi 7 za magoli, amechangia magoli 19 na amecheza dakika 1450 katika mchezo 20. Katika kikosi cha Simba ukiangalia kwa ujumla wachezaji ambao dakika nyingi, wa kwanza ni Shemalon Fondo dakika 1640, anafuatiwa pili pale ni Shomari Kapombe dakika 1556, alafu wa tatu ndio huyo Jean Charles Ahoua ambaye dakika 1450. Kwa hiyo katika wachezaji watano ambao dakika nyingi sana na Simba ni Shemalon Fondo, lakini Shomari Kapombe na huyo Jean Charles Ahoua, na amecheza michezo 20 mpaka sasa hivi kati ya 24 ambayo 22 ambao Simba amecheza. Maana Simba mechi 22 amecheza. Kwa mpaka sasa hivi kwa Jean Charles Ahoua kiangalia amekuwa bora katika maeneo yote kwenye kufunga na kutoa pasi za magoli. Ndani ya Simba hakuna ambaye amemzidi katika takwimu zote. Kufunga magoli mengi ni 12, kutoa pasi nyingi ni pasi 7. Hakuna yeyote ambaye ndani ya Simba akatoa pasi nyingi kushinda Jean Charles Ahoua. Lakini aliyefunga magoli mengi hakuna. Lakini katika ligi yote kwa ujumla hii hakuna alichangia magoli mengi kushinda Jean Charles Ahoua. Kachangia magoli 19. Wa pili ni Prince Dube magoli 18. Okay, ukimwangalia Jean Charles Ahoua na Pacome
Pacome Zouzoua. Unadhani kitu gani ambacho kinaweza kwenda kuamua ni performance yao ama ni nani ambaye timu gani itakwenda kuwa bingwa? Mfano Simba akiwa bingwa Pacome anaweza kuwa MVP, lakini je, Yanga akiwa bingwa Jean Charles Ahoua na namba alizokuwa nazo anaweza kwenda kuwa MVP? Kwa siku za hivi karibuni haijawahi kutokea kwamba bingwa awe Simba au Yanga afu mchezaji atoke opposite side. Nafikiri timu zao zinaweza kuamua na kwa MVP kama tutakuwa ni bingwa, lakini kwa sababu tukizungumza katika wakati uhalisia wa sasa, katika present time, kuna kitu cha kipekee ambacho Jean Charles Ahoua, MVP wa Ivory Coast msimu uliopita, anapaswa kupewa nacho maua. Mmoja kati ya jambo kubwa la msingi ni jinsi ambavyo amekwenda kuanza msimu wake wa kwanza wa ligi kuu ya soka ya NBC, na ukikompea na jinsi ambavyo walioanza ndugu zake wengine hawa ambao huu ni msimu wao wa pili. Unajua, nikupe takwimu moja. Jean Charles Ahoua huu ni msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu, umeelewa? Pacome Zouzoua tayari ana experience msimu wake wa pili, so umeelewa? Ukichukua takwimu za MVP ambao tupo nao kwenye ligi kuu msimu huu kwa uchache wake, tukijikita katika upande wa Simba na Yanga kama case study, sawa? Kwa sababu pia kuna nyota wengine ambao ni MVP katika timu zingine, kwa mfano kama Singida Black Stars wanaye Kiyege kutoka nchini Nigeria kule, sawa? Tukijikita kwenye kikosi cha Yanga na Simba, MVP ambao sio wa ligi kuu Tanzania au ligi kuu Tanzania na msimu iliyopita au shida kuchukua katika ligi kuu walipotoka kwanza msimu iliyopita ndani na nje. Katika msimu wa kwanza wa Aziz Ki hakuna namba ambazo Jean Charles Ahoua anazo mpaka sasa. Nakumbuka msimu wa kwanza kabisa kwa upande wa Stefan Aziz Ki akiwa ametoka Ivory Coast Asemosa amejiunga na Yanga, alifunga magoli 9 ndio, na akatoa pasi 3 za magoli lakini kuwa bora hivyo katika msimu ngapi? Wa kwanza. Umeelewa? Njoo kwenye msimu wa kwanza wa Pacome Zouzoua akiwa na Yanga, napo alifunga magoli 7 akatoa pasi 4 za magoli ambao ndio msimu uliopita ule, na ndio msimu ambao ulikuwa ni wa pili kwa Stefan Aziz Ki, ndo amewaka. Huyo Pacome pia alikuwa ni MVP wa ligi ya Ivory Coast. Njoo kwenye msimu wa kwanza wa Max Zengeli, MVP wa Linafoot DRC Congo mwaka 2020-2021, si ndio? Njoo kwenye msimu wa kwanza akiwa na Yanga, kwa maana msimu wa kwanza karibia magoli 11 alifunga. Yes, 11. Ukichukua watu au MVP watatu kwa maana ya Stefan Zengeli, Aziz Ki amenesha kwa MVP wa ligi kwa Ivory Coast, lakini pia kwa na MVP wa ligi Tanzania msimu uliopita, na Pacome Zouzoua hawakuwa na mguu ambao ameingia nao Jean Charles Ahoua. So unahitaji kuonyesha heshima kwa Jean Charles Ahoua kwenye msimu wake wa kwanza kabisa, msimu ambao una mrundiko wa nyota ambao ni MVP wa ligi mbalimbali kutokea huko nje na hapa ndani, lakini pia ambao tunashapata huo uzoefu na wanaujua, na ikiwa ni mgeni mazingira ya ligi hii toka kwanza, na ni mgeni, kwa lazima utengeneze utengeneze heshima kwa Jean Charles Ahoua kwa namna yoyote ile. Huyu mtu ni msimu wake kwanza anacheza, umeelewa? Na ameingia kwenye Simba ambayo inajijenga, yani ndio kwanza inaanza kujitafuta sasa hapo. Sio umenipata? So inaanza kujengwa. Jean Charles Ahoua sio kama yupo Yanga labda tayari ipo kwenye reli. Simba ambayo kujengwa sasa. Msimu unaanza, kauli mbiu yao ni kwamba tunaijenga timu. Na huyu Jean Charles Ahoua ni mgeni msimu wake wangapi? Wa kwanza. Hapo kwenye kikosi ambacho kinaijenga timu. Amekuwa na hizi numbers mpaka sasa. Lazima nidhamu na heshima umpe maua yake. Ndio. Umeelewa? Kwa kwangu mimi ukiniuliza mpaka sasa kuna kitu ambacho kinanifanya nimdokeze Jean Charles Ahoua, nimwangalie, ndugu yangu umepambana. Msimu wa kwanza nikuchukua wewe na wenzako ambao walipoingia kwenye msimu wa kwanza na MVP hawakuwa bora kama wewe upo kinamba, na ameingia Simba wakiwa hoi. Ndio nimetoka kusema hapa kwamba sasa amerudisha kwenye mbio za ubingwa. Yani kutoka kwenye Simba wanajenga timu mpaka kwenye Simba kutafuta ubingwa, mpaka kwenye Simba hii ambayo inawania nusu finali, na yeye ndio top scorer namba 3 kwenye mashirikisho. Umeelewa? Kwa huyu Jean Charles Ahoua tunazungumzia sasa, kuna kachoma bidi umpe peke yake akae ili uweze kuona kwamba kuna wachezaji ambao wamekifanya kikosi cha Simba. Kwa hiyo ukimchukua Jean Charles Ahoua wa msimu huu lazima uangalie na wenzake, je, kwenye msimu wao ya kwanza waliweza kufanya kitu ambacho Jean Charles Ahoua amekifanya? Kwa hiyo lazima pia uweze kumpa maua yake Jean Charles Ahoua. Asante sana Leonard Musikula kwa uchambuzi huo, lakini Brook Tiger anasema Ahoua sana yake uchezaji unaweza usielewe.
ila anakupa kitu bora sana, na hata magoli atafunga mengi kuliko Pacom. John Cosmas asema kesho atoki mtu, asema Arabu watakiwa na chamoto, wanafungwa goli 4. Emmanuel Daudi asema Simba babalao. Nguyeko Junior asema mwenyekiti usisahau Simba hatujacheza mechi 2 za ligi, kwa hiyo Jean Charles Ahoua bado ana nafasi ya kuongeza numbers kwenye MVP. Ameandika hivyo. Dr. Sultan Majid Mvula asema Pacom ni mchezaji muhimu kuliko wote kwa wachezaji wa Yanga kwa msimu huu. Kwanza uwezo wake na ule muendelezo, yani consistency. Kingine sio mchezaji ambaye anaweza kushambulia tu, hata kubalance timu kwenye kuzuia anaweza hilo. Riziki Kitiku akiwa Kigamboni Geza sema kesho ni ushindi tu, Simba nguvu moja. Po Sadala nimekuona, lakini pia nimekuona ndugu yangu Toto la Nyakiope au baba yake Maira Wanjopeka mkoani Pwani anasema Kawambwa, wakati mkiendelea na mjadala wa Mr MVP Pacom, na kukumbusha tu mechi ya KMC na Simba ni tarehe 11 Mei. Ameandika hivyo. Ratiba ya zamani. Ratiba ya zamani. Ya zamani. Sasa kuna mpya imetoka. Ndio, anasema Almasri anabadili njia. Edward Maguye asema Khalid Aucho anaumwa kweli nyama za paja. Ni kweli. Hiyo imetangazwa rasmi kabisa. Juma Mrisho nimekuona, lakini pia Freddy Njama naye pia nimekuona. Hao ni katika upande ule wa YouTube, lakini kwenye nambari yetu ya simu ya 0621 107 107 asema huyo Jean Charles Ahoua mnemsifia ana penalty ngapi? Kasifiwa mtu hapo au tumesema numbers? Pacom namba zake zimetajwa, Jean Charles Ahoua namba zake zimetajwa, na penalty pia ni magoli. Ndio. Watu wengi wamekosa penalty. Unaona kule Real Madrid mpaka sasa hivi wameamua kwamba Vini asipige tena, atakuwa anapiga Mbappe. Na hao kuna muda striker wao kosa kiatu clear kwa sababu kosa penalty dhidi ya Tanzania Prison. Mpira upiga mnazi wakalingana mabao na Sedoute Bazokins. Kama akipata ile penalty ingekuwa na goli 18, angebaki na goli 17. Kwa penalty ni muhimu kuzitumia, ukizipata zifunge, au Boko alichofanya kwa Chris Kope ingana wote kwa 15. Penalty kenda akikosa pale ingempunguzia hata kupata ile tuzo, manake wamelingana, lakini amekosa penalty. Sema ilikuwa dua udai. Abdalla Rajabu na Maluma asema anapatikana Tunduru Lukumbule, asema ubaya ubwela kwa Mkapa kitawaka, Simba ni ushindi tu safari hii, tunavuka. Huyu mwingine asema asalamu alaykum Musa Kawambwa. Wa alaikum salam, anaitwa Siraji Juma au Baba Yasir wa Ukonga Mbuyuni Mongola Ndege. Anasema kaka Kawambwa umerudi. Salama Ngara alikuwa anatamba, amekichukua kiti chako. Hapo you live tunavuka toki mtu kwa Mkapa. Salama Ngara anatania tu jamani. Watu wasijakaja wakamshikilia koo bure. Ngara anatania. Yeye mwenyewe anajua. Mwenyekiti ni mmoja tu. Wengine wote wajumbe hapa. Ndio. Brook Tiger asema wakati unasema Ahoua ana magoli ya penalty, kwani Aziz Ki mwaka jana alimzidi Fei kwa penalty ngapi na wakachukua kiatu? Mtangi TZ wanaoibeza Simba kesho watakimbiana. Ameandika hivyo. Dennis Hega nimekuona Baba D asa binafsi ni mnyama, ila moto wa Pacom hatari. Huyo ni mwamba sana na muogopa mno. Natamani kumuona akipiga na Faisal Msimbazi. Hapa Pacom hapa Faisal. Unakuwa unachezeshaje double number 10 au Pacom anaanza kutokea pembeni? Pacom anaanza kutokea hata na moja shambulia. Anatokea kulia, za kutokea kushoto, akamweka na 10 pale. Kibu. Pacom akitoa sifa pale sasa. Na mmoja ataachia namba. Kibu mpanzo. Simesema kwamba namba 10 pale sana sahihi. Yaani umewapata wote hivi. Au umemchukua Fei. So unacheza kama De Bruyne na nani? Na David Silva. Hasi mmoja azidi kidogo apungue. Kwa Fei anakuwa anacheza na Ahoua. Unataka na yeye pamoja na namba 10. Unakumbuka msimu uliopita kwa upande wa Simba cheza Saidoti Bazongiza na Cletus chomba cha. Ndio. Pamoja wote double. Lakini kuna kiungo mshamaji mmoja alifunguliwa. Alikuwa anatokea pembeni. Ndio alikuwa anacheza. Ndio kwa hiyo lazima mmoja afanyaje? Apungue hapa. Nini? Fantasy hizo. Ndoto. Yusuf Mustafa asema kaka tuacheni ushabiki. Kwani penalty za Ahoua mbona watu wamezishikilia sana? Sisi zinajulikana? Ndio. Ngapi? 5. Na zote amefunga. Kwani ni siri penalty za Ahoua?
Amepata 5 zote amefunga. Amepiga 5 zote amefunga, hajakosa hata moja. Alikosa yule. Alikosa Ateba. Kosa Ateba. Ibn Namungo. Ateba alipata pete 5 na Namungo hakukosa. Alifunga zote. Kama ndio ikabadilishwa. Ina maana Ateba ile angepiga tena Hawa angeondoka na hat-trick ya penalty kama angepata. Alafu watu washinokolewa. Penalty za nani? Set piece specialist kwenye football wapo. Penalty kitu cha msingi, lazima umpe mtu na uhakika. Kama Zizu bila alikuwa. Hebu turudishe nyuma kidogo. Unajua ni mnafahamu ile mechi ya Ghana na Uruguay kombe la dunia. Ile penalty muhimu kabisa mwajani. Utakufahamu kwamba umuhimu wa penalty ni upi? Kama hizi lazima kwenye mechi, kwenye timu yako lazima uwe na mtu ambaye ni special kwa ajili ya mipira ya kutengwa, mipira ya ikabu. Kwa hiyo Zashelewa ameshaji kujichukulia eneo lake kwamba eneo hili kwangu mimi ni noma. Kama Chelsea ile Cole Palmer alikuwa hatari, akiwa ndo amekosa sasa. Alikuwa hajakosa ila ndo kashakosa. Kwa mfano ila bado ni mchezaji ambaye ni hatari sana kwenye kupiga penalty. Kwenye ligi, kwa hiyo mpigaji penalty bora kabisa ni Jean Charles Ahoua. Hajakosa. Penalty taker specialist. Vizuri kabisa. Aziki amekosa 2 kati ya hizo 5. Kafunga 3, 2 makosa. Vipi? Mtu kasema eti aya. Asante sana msikilizaji. Sasa tukirejea hapa tutakuja kumgusia mnyama Simba. Maandalizi yanaendelea katika dimba la Benjamin Mkapa. Saa 12 pale jioni tutaungana na mwenzetu Omar Katanga pale.